Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, na hapa tunaelekea moja kwa moja huko katika nchi ya Iran, ambapo maandamano makubwa yaliyochochewa na hali mbaya ya uchumi nchini Iran yameingia leo siku ya 10 mfululizo, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika miji mbalimbali ya nchi hiyo. Ripoti zinaonyesha kuwa licha ya jitihada za serikali kudhibiti hali, maandamano bado yanaendelea kwa nguvu kubwa, huku idadi ya vifo, majeruhi na waliokamatwa ikiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu HRANA, angalau watu 29 wamepoteza maisha tangu maandamano haya yaanze, idadi ambayo inaendelea kupanda kadri siku zinavyosonga. Kati ya waliokufa, angalau 4 ni watoto chini ya umri wa miaka 18, jambo lililoibua wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu dhidi ya raia. HRANA pia imethibitisha kuwa 2 kati ya waliokufa walikuwa wakihusishwa na vyombo vya usalama vya serikali, ikionyesha kuwa mapambano yamekuwa makali kati ya waandamanaji na vikosi vya dola. Kwa upande wa ukamataji, takwimu zinaonyesha kuwa Wairani wasiopungua 1203 wamekamatwa ndani ya siku 9 zilizopita, huku shirika hilo likisema kuwa idadi halisi ya waliokamatwa inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na ukosefu wa taarifa kamili kutoka baadhi ya maeneo. Aidha, kumekuwepo na angalau matukio 64 ya waandamanaji kujeruhiwa baada ya kupigwa kwa risasi za mpira na pallets tangu maandamano yaanze. Maandamano haya yameenea katika miji mikubwa na midogo ikiwemo Tehran, yakichochewa zaidi na kushuka kwa thamani ya sarafu ya rayo, kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na hali ngumu ya kiuchumi. Waandamanaji wamekuwa wakitaka mabadiliko ya sera za kiuchumi na uwajibikaji wa viongozi. Serikali ya Iran imejibu maandamano hayo kwa msimamo mkali, huku viongozi wa juu wakitoa kauli nzito dhidi ya waandamanaji. Mkuu wa mahakama ya Iran amesisitiza kuwa hakutakuwa na msamaha kwa watu anaowataja kama waghasia, na amewaagiza maafisa wa sheria na vyombo vya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote anayehusika katika vurugu au kuvuruga utulivu wa taifa. Viongozi wa vyombo vya usalama ikiwemo Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC wametoa onyo kali, wakisema kuwa hawataruhusu maandamano kugeukia tishio kwa usalama wa taifa na kwamba wako tayari kutumia nguvu kuhakikisha hali inadhibitiwa. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameeleza kuwa serikali inatambua kuwa kuna changamoto halali zinazowakabili wananchi, lakini akisisitiza kuwa hatakubali kile alichokitaja kuwa ni ghasia zinazoendelezwa au kuchochewa kutoka nje ya nchi. Amesema utulivu wa taifa ni jambo lisilojadiliwa. Hata hivyo, kauli ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian imeonekana kuwa na mwelekeo tofauti kidogo. Rais huyo amekiri kuwa hali mbaya ya uchumi ni chanzo kikuu cha hasira za wananchi, na ameahidi kufanyia marekebisho ya sera za kiuchumi pamoja na kusikiliza madai halali ya waandamanaji, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo baada ya matumizi ya nguvu pekee. Maandamano haya pia yameibua mwitikio wa kimataifa, hasa kutoka Marekani, ambapo imetoa wito kupitia Rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa serikali ya Iran kuheshimu haki za raia na kusisitiza matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji, huku Trump akisema kwamba endapo taifa la Iran na vikosi vyake vya usalama vitatumia nguvu dhidi ya waandamanaji, basi Marekani itaishambulia Iran moja kwa moja kuwalinda wananchi wa taifa hilo. Hata hivyo, Tehran imekataa kauli hizo, ikizitaja kuwa ni kuingilia masuala ya ndani ya nchi. Kadiri maandamano yanavyoingia siku ya 10, hali nchini Iran bado ni tete, huku mvutano kati ya wananchi na serikali ukiendelea. Ongezeko la vifo, majeruhi na waliokamatwa linaashiria kuwa mgogoro huu bado haujapata suluhu ya haraka.